comedy mimi before kufanya kama hela, mimi nafanya yani kitu napenda. Yani wewe una kipaji kikubwa sana. Sema hakitaonekana wala kitakusaidia kwa sababu yani upo Kigoma. Tafuta ndo content ya kwanza mimi mtu alinicheki. Njoo fanye tangazo. Unaweza kumuonesha mama yako hii clip? Nikamwambia siwezi. Sasa kama uwezi, kwa nini unatengeneza kitu ambacho unajua kuna aina fulani ya watu hawawezi kukiona? Mama alikuwa anaamini kwenye ualimu. Yaani mwambii chochote lazima uwe mwalimu. Unasema hata ualimu jua, hata ungekaa baada ya miaka mingapi ungeajiriwa tu. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu. Hello guys, mambo ni vipi? Mambo ni aje? Karibuni tena sana kwenye episodi nyingine ama episodi mpya ya Story Yangu. Na hapa ni sehemu ambako unapata kusikia story ya mtu ambaye ameshapiga hatua fulani kwenye maisha yake. Unapata kujifunza kutokana na hustle zake, lakini unapata kusikia mawili matatu kuhusiana na safari yake ya utafutaji, na hiyo inakufanya uburudike, lakini pia ujifunze wewe kama kijana ama mpambanaji, na kuona kwamba hiyo safari ama hiyo struggle unayopitia ni issue ambayo watu wengi pia wanapitia in different angle. So kabla tujaenda kwenye story yetu ya leo na kumjia mgeni wetu wa leo, usisahau kusubscribe our YouTube channel ambayo ni Story Yangu Podcast. Hakikisha una subscribe, una turn on notification kwa ajili ya kuweza kuziona episode zetu mapema kabisa pale ambapo tunakuwa tunazi-upload. Na episode zetu zinatoka after every 2 weeks. Kwa kila baada ya wiki mbili tunatoa episode moja. Kwa mwezi na kwa mnatudai episode 2 ambazo zinaenda kuwaburudisha na kuhakikisha kwamba mnajifunza mawili matatu. Na mgeni wetu wa leo bwana anaitwa Ndutu. Ndutu huyu moja bwana. Ni moja kati ya comedian ambao pia ni content creator ambao wanafanya vizuri sana. Safari yake imeanza just miaka kadhaa nyuma kwenye masuala mazima ya kupost kwenye mitandao na consistency na nini, lakini kwa sasa hivi tunaona waziwazi. Nilikuwa namwambia tunayaona mafanikio ya wazi, mafanikio ambayo yako visible, sasa hivi na anafanya vizuri sana na maisha yanaenda, mambo yanakuwa mazuri. So tutajifunza mawili matatu kutoka kwake, lakini pia tutaisikia story yake kwa sababu hata hizo masuala za content kwanza kumuona kwa ukubwa alikuwa yupo chuo. So tutapata kujua namna gani aliweza kubalance masuala ya elimu lakini pia masuala ya career yake ya comedy. So karibu sana Ndutu. Asante sana. Sasa bwana, mimi nimeshakutambulisha kwa sababu nakujua kama content creator ambaye pia ni comedian. Lakini wewe binafsi tuambie Ndutu ni nani? Ndutu ni nani? Hapo Ndutu ni Ndutu. Ya, Ndutu ni kijana tu Mtanzania. Alizaliwa Kigoma. Akapambana kuja Dar. Na sasa hivi yupo hapa, ni mchekeshaji tu wa kawaida, kijana wa kawaida wa Tanzania. Wanaita vijana wa hali ya chini. Mimi sio kijana wa hali ya chini. Na nilikuwa nataka ukubali hapo nikuseme. Yani kati ya kitu ambacho siwezi kukubali ni kukubali kwamba mimi kijana wa hali ya chini. Ilikuwa zamani huko Kigoma. Sasa hivi nipo naanza kuwa kijana wa hali ya juu. Kwa hiyo nipo hapa katikati, kati ya chini au juu, naelea. Yeah, sana bwana. So mimi nataka nikurudishe Kigoma kabisa, tuanzie Kigoma. Kigoma wewe ni mtoto wangapi kuzaliwa nyumbani? Nyumbani? Nafikiri wa kwanza. Kwa nini unafikiri? Asasi unajua sisi wanaume tunajuana. Yaani siwezi kumpangia baba kwamba mimi ndo wa kwanza. Kuna siku anakusurprise tu. Sasa wewe ni watatu. Kuna wenzako hapo Tabora, wewe watafute huko. Kwa ile kiofficial kabisa nafikiri mimi ni wa kwanza. Na umezaliwa kwenye familia aina gani, yani level ya maisha ambayo umekulia? Level ya maisha ya kawaida tu. Sio ya chini wala sio ya juu kwa sababu hatujai kulala na njaa. Kwa hiyo ni kumshukuru Mungu. Na ulibahatika kupata malezi ya wazazi wote wawili? Ya, kwa kiasi. Kwa kiasi kwa sababu wazazi wangu mimi walikuwa wanafanya kazi tofauti. Mama alikuwa mfanya biashara, babangu alikuwa ameajiriwa railway. Kwa kutokana ile kukaa kota ikawa ngumu na issue za shule, kwa tukawa tumekaa mjini, baba yupo station kule wapi kwenye genge zile wanazofanyia kazi. Kwa malezi nimeyapata kwa namna moja na washukuru. Japokuwa yakuwa ile 100%. So safari ya kuja Dar sasa. Kwanza kabla hata hujaja Dar, comedy ama masuala ya uchekeshaji uligundua lini kwamba uko na hicho kipaji? Niligundua sasa kwenye shule hizi, shule ya msingi ile, kwa igiza nafikiri kwa darasa la 6. Kuigiza kuaga ile
8 form 4 la 7. Okay. Kwa kwenye kuigiza sasa kwenye kila character unajua zile maigizo ya shule ya msingi yale yanakuaga tu awepo mtoto fulani anaonekana anavuta sigara au na nini hiyo. Sasa nilikuwa nikiweka kwenye hizo character zinachekesha. Zile huyu kama Joti. Nikasifuatilii, nimemaliza, nimeenda sekondari. Then sekondari sasa ndo nafikiri nikaanza kujizingatia. Baada ya maana mimi nimesoma shule moja inaitwa St James Kigoma Sekondari, ilikuwa na ni talent show kila siku ya Alhamis. Tulikuwa na talent show. Kwa mimi nilikuwa napenda kurap. Yaani napenda kuimba nini ile vibe, yani mimi napenda vitu vya vibe ile. Sasa siku moja nimeripoti shule kama Jumatatu. Siku ya Alhamis ile pakawa na talent show. Kwa mimi nimeshajiandikisha kwenye club, kwenye kupita pita kuna washikaji walikuwa tu wa kitambo tumetoka Olevo. Yaani ile shule ya msingi pamoja ile walikuwa mbele yangu wananijua. Nikakuta wanafanya mazoezi ya kama clip cha kuperform. Kuna character moja alikuwa anaigiza mtu. Sasa ikawa kama yani haikai. Sisi tulikuwa tunachungulia tu dirishani form 1 unajua zile. Alafu wale form 2, form 3. Juzi wa shule. Nikamwambia jamaa mmoja nikamuita kwa sababu huwezi kuwapa maoni unajua ni watu wakubwa. Kwa hiyo mimi nikamuita yule ambaye nimeshamzoea nikamwambia si yule pale anakosea angeongea hivi. Akasema hiyo noma. Sije upige nikasema mimi sio vitu vyangu. Akaenda akaelezea jamaa akapiga akaona bado akasema njoo muelekeze nimeingia sasa ndani. Kwenye kumuelekeza yani kielekeza inakuwa noma. Ila yeye anapoperform inakuwa inapungua kwa sababu ilikuwa ni kuna ile kukalili lafuzi ile ya kihafu kuna vipanchi vile. Kwa hiyo jamaa akasema hivi perform aone alafu ndo aigize kama wewe. Kwa mimi nilivyo perform jamaa mwenyewe akasema hivi wewe fanya. Wewe fanya mimi hivyo story zile umeua. Nikaingia kwenye ile talent show. Maana sikuwa jioni. Nikaimba nini kafika zame ile kile kimchezo nikaingia nikaua sana. Sana unajua sana ile watu wamecheka wameenjoy nini. Shule nzima wakawa wananijua. Ndutu alimu. Huyu dogo kuna form 1 tunasikia amekuja kucheza hapa ni nani? Dogo ndo wewe soma. Sasa mimi shule ya akili ngwaga sina. Kwa hivyo. Kwa kuanzia pale sasa hivyo shule wakaanza na wenyewe kuni direct wakaanza kunikataza. Kuna mwalimu mmoja kwa anaitwa Mwalimu Fadhili. Yeye akawa ananiambia wewe unafaa sana kwenye kuchekesha. Achana kuimba. Mimi napenda kuimba, kurapa. Sasa akasema ili wewe uimbe hapa inabidi wewe unachekesha kwanza ndio utaimba. Kwa nikawa nafanya hivyo. Baadaye sasa nikaanza hadi kupenda. Ilipofika mwaka 2016 tupo form 3. Ndio nikanunuaga kwa influence huyo mwalimu akawa ananiambia anza kufungua Instagram. Shoot ma clip post hizo kina Stan Bakola kina Mkaliono ndo noma. Tutakuwa kama fulani mimi hata sielewi Instagram ni nini. Hizo Instagram sio kama sasa hivi. Hizo ni wakishua ndo hapo kule. Yeah. Ukiwa Instagram noma kwa wakanielekeza nikafungua hapa ninuaga kisimu fulani hivi. Kwa nilivyofungua nakumbuka nilishutigi clip ya kwanza nilikuwa nimemuigilizia Stan Bakola. Ile naikumbuka hiyo clip nilikuwa napika hivi afu ndani kuna vidagaa vichache sufuria kubwa maji mengi. Amenishuti mdogo wangu yeye anaongea mimi namjibu. So nikaipost ile nikajilike kwanza mwenyewe. Siku nzima hamna aliye like kwa sababu ilikuwa weekend. Nilipofika Jumatatu mama kaniuliza vipi? Ushafungua Instagram wewe? Akaingia. Video akapitisha pale kwa walimu. Hivyo. Sasa ikaanza kunipa moyo. Nikaenda nafanya hivyo tukaanzishaga kundi kule ilikuwa inaitwa Kigoma Comedy. Kwa tukawa tunafanya tu ile YouTube wapi. Kawaida yani. Sikuitazamia kama sehemu ya hela. So nimeenda kufika form 4. Ndo sasa huyo mwalimu akaniambiaga hivi siku moja aliniita kabisa. Nakumbuka tukaga tumefeli sisi tulikuwa na zile weekly test na monthly. Tulikuwa nimefeli monthly. Alafu ndo tupo form 4 naona hiyo mimi nasoma hati masomo 7. Akaniita akaniambia unajua nikuambie kitu kimoja. Wewe una kipaji kikubwa sana. Sema hakitaonekana kitakusaidia kwa sababu yani upo Kigoma. Ila ungepata nafasi ukafika Dar saizi unapiga hela nyingi sana. Jamani hela tena. So akasema pambana jitahidi ufike Dar. Yaani kama hivi ungekuwa na akili ukafaulu. Ukaenda UD noma. Sasa hapo sasa na akili yako vizuri walimu. Mimi walimu wakoga najua. Walimu walikuwa wananipenda sababu nilikuwa ni mtu wa talent. Yaani mimi nilifikia tu pale shule haiendi sherehe yoyote bila mimi kuwepo. I know. I know. Yaani kwa hata headmaster karibia gradula, mwiteni Ndutu.
mwanangu andaa vitu kwa sababu kwenye gradu entertainment 60% inahusika. Taimba muziki, nitaperform ngoma za asili, sijui nitaigiza hizo clip zangu, tutakuwa na ile tunaingia sijui ni pamoja, ni kuwa scout na vitu vingi. Mtu mmoja na nilikuwa napiga fresh. So akaniambia jitahidi sasa ndio hivyo, sema muda ushaisha. Ungesoma ungefaulu kafika UD. Ungeua. Sasa nikiangalia kweli sina ndugu. Kwenda shule na tulikuwa tumebakiza mwezi mmoja ndo tuanze NECTA. Nakumbuka NECTA yetu tuanzaga tarehe 31 kwa sijui mwezi wa 9 sijui mwezi wa 10. Asa tupo kwenye mwezi wa 8 kama katikati. Nikasema poa, ina noma. Mimi somo nilikuwa naliweza kabisa ile noma. History na Kiswahili. Nikasema na master tu vizuri. Nikaenda staff nakumbukaga. Nilikuwa navaa modo nikashona nguo kubwa nini, nikamfuata mwalimu wa hesabu nikamwambia hivi mwalimu, nataka nifaulu hesabu, nataka nipate D tu. Sawa. Maana masomo 7 ni tricky. Akaniambia kwa kuwa umenifuata, yule mwalimu darasa letu tulikuwa hatuna akili wote. Mpaka alikuwa atuchape akasanyia star wachapa. Kwa sababu nawaona kabisa yani ila hakikisheni mnahudhuria nini kipindi. Sawa. Nikamfuata kasa, kama umeamua kunifuata mwenyewe D utapata. Na kuchagulia topic, akanichagulia topic account sijui domain kule, nikapiga topic 3 huko mwanzoni za kuchanganyia zile. Nikaanza kuwa nafanya mazoezi. Kwa hiyo mimi nilisoma mwezi mmoja. Yaani ile ya kusoma kweli kweli mimi na kesha. Nasoma serious. Tulishamaliza gradu sijui nini tupo serious sasa. Soma ule mwezi nikapiga paper. Nilipopiga paper nikafaulu. Yaani nakumbukaga nilipataga C zote na D moja hesabu. Kama ulitoka na 3? Mimi nilitoka na 3 ya kwanza. Wow. Ni ya kwanza hiyo, nisiwe na wadanganya watu. 22 ya kwanza. Ya kwanza. Matokeo yametoka. Mimi najua, yani sina uhakika. Wanangu wakaambia umetoboa mwanangu, afu umefaulu kinoma kwa sababu sisi tulikuwa tu na 1. Walikuwa na 2 zilikuwa 11, kwa hiyo nilikuwa kama wa 12. Alafu ni mtu ambaye sikuzaniwa. Mamangu mwenyewe nimwambia nimefaulu, akapiga simu shule kuuliza. Asije kama mdanganya. Eti amefaulu. I say, di master mwenyewe tunashangaa lo. Nikasasa hapa. Ila yule mwalimu yule. Mwalimu Fadhili namkumbukaga paka kesho. So from there asa nilipofika advance, unajua advance tena mimi nisomea Kigoma. Kuna shule moja inaitwa Nyarubanda ipo pembeni ya Kigoma. Enyewe hapa Burundi pale. Yaani kutoka shuleni kwenda Burundi nauli buku 2. Sasa pale unajua advance unakutana watu wa wapi ndo wanakuja hizo. Sasa mimi nilipofika pale baada ya kumaliza form 4 nilikuwa napiga issue za UMC. Yaani unajua ile tena kujitafuta UMC hivi shuleni. Kwa nikasema nikifika shule pia nipambanie. Kwenye kupiga watu wa wajuaji walivyokuwa wananiona. Unajua unaweza ukafika cheka tu, mimi hapo cheka tu sijui. Cheka tu ni nini? Wanaongeaga nini, wanachekesha nini hivyo. Kwa hiyo ikawa inaendelea kuninspire. Kwa hiyo tumemaliza pale advance mimi nimesoma masomo 2. Kombi yangu ni masomo 3 ila mimi jogi nilikuwa sio. Wewe ulisoma HGK, kwa nini usingesoma tu HKL? Nilisoma HGK ila jogi nilikuwa sisomi. Kwa mimi shuleni nilikuwa nasoma walikuwa wanaita HK. Wewe uko kusoma HKL. Sasa mimi yani mimi sijaumbwa kwa ajili ya kuteseka. HKL sasa language pia ilikuwa ngumu. Yaani sio unanielewa. Yaani sitakaji kufaulu ni kutimiza vigezo. Kwa mimi history nilikuwa naweza tokea O-level. Kiswahili nilikuwa nakiweza. Ni jogi tu pale. Sasa nilifika jogi ilikuwa ngumu bana kwa language. Practical ile si kama inaitwaga vile practical ile ya kusoma sijui kukalculate nini map kusolve. Kwa bora ungesoma tu language. Anisingeweza kwa. Language ngumu labda kwenye structure. Mavitabu. Lakini literature ni rahisi. Si kama Kiswahili. Kiingereza sio kwa sikijui. Mimi nasikia naongea Kiingereza. Huo muda sina, ningetumia nguvu nyingi. Hautaki sana nguvu. Kwani uteseke duniani? Simplify life. Kwani ngasoma masomo haya? Sasa wewe unavyosema bora ningesoma language. Ila chuo nilifika. Okay. Yeah, of course. Hilo ndo la msingi. Kwa hiyo mimi nilisoma. Mimi nafarugi tu kama ni Mungu. Kwa sababu nakumbuka mtihani kesho, leo jamaa yangu alikuja akaniambia, Laki hajatoa muda mrefu. Njoo nikufundishe Laki mwana. Unajua jogi usomi. Njoo nitani kuta nasoma Kiswahili anaitwa Mboni Jumbe wa mshikaji.
ameningangania akanifundisha pale, kwa sababu si shule yetu ilikuwa gaina walimu. Hiyo shule ina walimu kabisa. Amenifundisha pale, kesho yake akaniletea masoki mtihani ile topic ni fupi. Nimeingia hivi. Maana mijogi nilisoma peji kama 16 za mwanzo. Yaani nikaishia pale kwenye inaitwa gaje ile Aristotle theory, ndo niliishiaga. Mimi kisoma kitu sikisahau. Ndo nilishia hapo Aristotle theory ku prove sijui dunia sijui sio duara, sijui ni duara nini hivyo. Sasa tulipoingia kwenye jogi mtihani, swali la kwanza ku prove dunia sijui ni duara, sijui sio duara. Ilo hata form 1 sio form 2 anajibu kwa Mungu huyo. Haya, leki ikawa tena imetoka maswali mawili hayo max 40. Huku kuna yale siku solve la maana hayo nilikuwa noma, yani kwenye kuondoa zero. So nimepiga ile paper nikawa nimemaliza. Nilipewaga hela ya kuomba vyuo 5. Ukaona yani niliomba chuo hichi kimoja na chenyewe kwa kuuliza watu ni kozi gani ambayo haina hesabu. Ulizimu hiyo. Kwenye kuna nini ndio jamaa mmoja alitokaga Nyarubanda akawa ameniambia nani kwamba UD kuna kozi nasoma inaitwa filamu. Nikamwambia oya, walimu wake sio wakali, sio wakali. Haisomi sana walimu wakusikia. Jamaa aliniambiaje hivi, ukija wewe hapa kwa hivyo ulivyokuwa hapa mwanangu hapo unapata tuzo nyingi sana, yani naona nafasi yako. Nikasema poa, nikainoti hadi nimeenda jeshini. Kuna mshikaji nimwambia hivi, nikikutafuta issue za chuo omba hii kozi hii hapa basi. Poa. Sasa ikawa zinatakiwa ni nijaza Bachelor of Art in Film and Television Art, Bachelor of sijui Theater Art, Bachelor sijui nini na nini hivyo. Japokuwa maza alikuwa anataka nikasomea nini ualimu. So umejichanganya ukaweka kwanza ungekuwa mwalimu sasa. Nani sasa? Kwa from there ndo nikafika da, nilipofika da baada ya kusajili ile sijui tumesajili nimeshakaa Mabibo hostel room yangu pale kwa 228. Yaani nimehakikisha nimeweza kila kitu hivi. Umesha settle. Nikaanza kutafuta chikatuni wapi. Yaani hata ratiba ya chuo mimi sina. Ila unataka uje ratiba ya chikatuni. So from there ndo nikaanza sasa kupambana hivyo mpaka leo tupo hapa. Okay. So ulipataje nafasi chekatu? Chekatu ukiniuliza nilipataje nafasi? Nafikiri tu ni juhudi, kwa sababu kuna watu nimewakuta pale na bado hawajapata. Uwezo pia binafsi. Okay. Yeah. So mimi nakumbuka nimepambana. Chekatu nimekaa kama mwaka mzima sijapanda jukwani. Naenda natoka Mabibo hostel, kuna kipindi sina hela natembea kutoka Mabibo hostel. Tulikuwa tunafanyia makumbusho hadi makumbusho nafika pale uchekeshi, unarudi tena unatembea unafika Mabibo hostel saa 4 saa 5 usiku hivyo. Kwa hivyo naenda unajifunza, time imekuja napata hivi nafasi nishakuwa noma. Kwa sababu mimi napata nafasi hata kwenye stand up hivi clip za kawaida. Nishakuwa noma, nishaenda nisha trend na matafuta hela nini huko. Nafasi inakuwa pale, tayari nishakuwa na audience yangu. Okay. Wow. Na sasa turudi kwenye clip za mtandaoni. Ilikuwaje ukaanza sasa? Ukiachana kule ambako ilianzia sekondari, and sasa huku chuo ulivyokuja sasa clip za mtandaoni, mapokezi. Sasa clip nilivyofika pale wakati nipo chuo ni kitu ambacho nimetoka nafanya kule. Nilivyofika hapa, yani ile Bachelor of Art in Film and Television Art, sikujuaga kama ina relate na kitu ambacho nataka nifanye. Okay. Yani kama tu Mungu ananiambia neno. Kwa nilivyofika pale nikakuta ni kitu ambacho ni field yangu. Kwa hiyo mimi wakati wenzangu hapo busy na kamera, mimi na mtindo wa kufocus na kitu hichi kimoja. Wakati watu kamera yani sijivutia, yani hamna script nazenga hivyo. Kwa hiyo ngasha watu wa kamera waende waandishi sijui graphics sijui nini. Kwa hiyo mimi nikaanza kuchukua simu. Mimi kwa gata sina simu, kwa hiyo simu fulani kidogo. Washikaji wale boom la kwanza wamenunua visimu, kwa hivyo ndo akawa ananishoot. Kuna mwanangu mmoja alikuwa anaitwa Hosea Kibona. Yeye alikuwa na simu nzuri kuliko mimi. Kwa hiyo nikamwambia mwanangu njoo nishoot, hata hajui kushoot. Nikamwambia wafanye hivi shika hivi. Ananishoot hivi. Kwa kuwa nilikuwa nimeshatoka na ile spirit ya mwalimu tokea kule kwamba wewe kwa una shoot una post. Kuna siku utapata. Kwa hiyo mimi nilikuwa gasi kama nitapata hela nitafanya. Ila nilikuwa napenda. Kwa hiyo nikawa na shoot mara nyingi na shootia shule. Clip za kwanza nimeshoot zina trend Facebook, TikTok. Nimezishutia shule. Yani UD pale. Kuna clip fulani nilikuwa nazifanya zilikuwa za nachezea masanamu hivi. Mtu ananiambia wewe ndio tu yule ni Kibona sana ni shoot. Okay. So zikaanza kwenda nimepost mara ya kwanza, clip ya kwanza ilikuwa 2020 na 20. Okay. Yeah, kitu kama hicho. Yes, nilipo first 2020. Nimeiposti asubuhi, jioni naikuta ina milioni. TikTok 2020 hiyo. Nilichanganyikiwa.
Sasa ile kanipa moyo kama mambo yanaenda. Kumbe vinawezekana. Basi mmeisha. Nilishoot visanamu vyote vya chuo. Vyote. Mpaka nikawa natamani atengenezeni vipya basi. Tutengeneze. Sasa shida nayo kuna mwalimu wangu mmoja, yeye ni amenisimamia sana kwenye sanaa yangu, Dr. Isambula. Huyo ana support. Sasa yani ni mtu ambaye anajua harakati zangu, nikamuonesha. Akaniambia inaenda ila hii sio nzuri. Oya, sio nzuri kivipi? Na inanipa views milioni. Akaniambia kitu kimoja. Yaani yule ndo alinijenga sasa mpaka nimekuwa hivi. Akaniambia hivi. Katika maisha yako yote ya sanaa, hakikisha unapowaza kufanya content fulani usiwaze views. Uwaze nani anaiangalia. Kwa sababu ile nilikuwa nachezea mara nachungulia visanamu, mara unajua kuna vile visanamu sanaa ile ya nudity. Mara nashika maziwa sasa inakuwa sio nzuri. Akapata sponsor, partnership ni ngumu. Unaweza kumuonesha mama yako hii clip? Nikamwambia siwezi. Sasa kama uwezi, kwa nini unatengeneza kitu ambacho unajua kuna aina fulani ya watu hawawezi kukiona? Akisema wewe ni msanii, mimi naamini katika uwezo wako. Achana na hizi. Utapata kitu kingine noma. Yaani ilikukata. Nilikaa hivi. Yaani unajua hamna kitu kibaya, yani kinatumiza si kama clip inaondoka afu mtu akwambia eti achana nayo. Sio. Na ukipost hivi ni views, clip ikiwa na views chache 500,000, 400,000 hapo. Sote ni nikashangaa nimsikilize. Nikaachana naye ile. Enzi hizo kila yani wale ambao tulikuwa sasa psycho wote, cheka tu ambao bado hatuja kwenda hivi mbele. Wewe mbona uposti akina Kiredio kina nani? Mbona uposti? Naambia na posti la moyoni ili nikakausha. So tumeenda kwenye kuendelea kufanya. Mwaka wa pili ndio nikatengeneza sasa ile trending ya tafuta hela. Pale ndio nikamuelewa sasa mwalimu, kwa sababu mimi nilishoot zimeanza kwenda, ila feedback nikawa napewa na washikaji zangu. Mwanangu, clip yako jua nimeona kaiposti mama. Kaeka status, nimwambia tunasoma wote, nikataa. Hem tupige picha nimtumie. Mwingine ngoja nimpigie mama Amini kama tunasoma wote. Mwanangu nakupenda, ni clip zako zinatuhamasisha. Ukamuelewa ati? Nikamuelewa kumbe inawezekana. So nikaendelea kufanya hivyo. Nafikiri na hata fan base kubwa niliona ipo huko. Yeah. Kutokana na ile content. Shara nyingi sana ziende kwa Mr. mwalimu wetu. Mwenyewe kanifundisha. Isiongea sana. Okay, so natamani sasa tuende kwenye wewe naona kama umestop sasa hivi kufanya kwenye jukwaa la Cheka Tu. Yeah. Shida ilikuwa ni nini? Shida sana naweza nikasema shida inawezekana tu ni mimi mwenyewe. Okay. Tusianze kwa hapo watu lawama. Mimi ni mtu ambaye sometimes napenda nikifocus na kitu fulani. Ukikuze. Hadi kufikia hatua fulani alafu najifanyia evaluation. Kwa mara kwanza nilifocus napo, nikafanya evaluation kaona na grow. Mara pili sasa nimekuja kuona ni sehemu ambayo kwa mimi nilipofikia sasa hivi ninaweza nikafanya muda wowote. Ila kuna nafasi pia na nikiendelea kufanya kuna nafasi pia ya watu naiziba. Inabidi uachie wanaojitafuta. Maana kuna watu hapo ni stand up comedian huku kwenye clip hawawezi. Unajua hii nani stara nyingine? Umeona. Kwa hiyo nimeipa muda kidogo. Niko na vitu kwa sababu kuna vitu nataka nitimize kwanza kwenye clip zangu. Yaani nataka niweke nguvu kubwa huko kwenye clip za kawaida za mtandaoni. Then kuna hatua nikifika narudi. Yeah. Na unafikiria kuanzisha platform yako ama unaona utarudi kwenye? Hapana, kuanzisha platform staki. Yeah. Staki stress. Yeah. Yaani hiyo nayo ujue comedy ni wito. Yaani kuna mtu anakaa hivi. Asilimia kubwa watu ambao wameanzisha platform sio wachekeshaji sana. Yaani hawapo ile front kwamba na mimi nafanya. Kama itatokea nikaitwa, yani nikajisikia tafanya, ila haipo kwenye plani yangu kabisa. Mimi nitaanzisha vitu vingine. Kuna watu wengi sana wanahitaji msaada. Tofauti na comedian. Wapo wengi, kuna wanachua na maliza hawana kazi. Au mimi ndo nitadili nao tuwape kazi. Yeah. Sawa. Sasa nataka turudi kwenye clip zako ambazo umezitengeneza. Ni content gani ambayo ilianza kulipa? Yaani ilofungua milango ya wewe kuingiza pesa? Tafuta hela. Yaani afu watu hawajuagi na hichi nakisema hapa kwa mara ya kwanza. Tafuta hela ndo content ya kwanza. Mimi mtu alinicheki. Njoo fanye tangazo.
Mimi hata sijui. Yaani unajua comedy mimi before kufanya kama hela, mimi nafanya yani kitu napenda. Yaani una enjoy. Basi shoot ni shoot pale, naangalia clip zangu mwenyewe hivi peke yangu, nacheka nikiwa na edit na post. Yaani tu hivyo. Sasa mtu akanicheki, njoo tuwe tangazo hili. Unachaji shingapi? Hello. Nikamwambia nakurudia, nikakaa peke yangu. Kwanza sikumwambia nakurudia, nikamwambia hivi, wewe utanipa tu yoyote. Sijui yani sielewi yani pesa inaingia shingapi. Yaani mimi namtangazia nini? Alafu baya zaidi ni mtu wa kuuza magari. Okay. Yaani kwa mimi nitataji, kuna mtu ataona clip atakuja atanunua, nikawa jamaa tu. Tukaenda. Na tumefika pale tukashuti, akaniza kama kesho nakuja, iko shingapi mdogo wangu nikupe? Nikamwambia yote. Wewe taja. Nikatajega nimtajia shingapi? Kuna hela nimtajega kipumbavu. Mpaka nilipofika yeye kwenye kulipa akanipa mara hizi. Mara 2. Poa bro, poa. Unaona umependeleo kumbe. Nimeenda akaja mshikaji mwingine. Sasa nikaanza kujua kumbe hii ni biashara. Sio tu kitu cha kufanya watu wapende. Kuna jamaa alikuwa na duka la nguo Sinza mpaka leo yupo. Ndo akacheki. Sasa yeye ndo alishawisha mimi, nikaona ni biashara. Akaniambia vidogo, nataka kwenye hizo clip zako, kila clip nataka clip 30 utaje duka langu. Okay. Sema sina budget kubwa. Sawa? Ngapi? Takupa 400,000. Sasa 400,000 sio budget kubwa wala. Unajua 400,000, hiyo 400,000 kwenye boom imekosa kama 100,000. Moja bondo ya. Ni 100,000 tu imekosa. Clip 30 hilo tu. Nikasema poa, haina noma. Sasa kuna mshikaji wangu ndio kwa gana ni shoot, ilikuwa tunasoma naye, anaitwa Onesimo Njorobi, kitu kama hicho. Nikampigia simu. Tena tulikuwa na maisha magumu hicho kipindi. Oa mwanangu, tumetoboa. Kivipi? Kuna hela napata hapa. Ikitiki. Tunapata hela. Poa, nikaenda nikaonana na yule blaza kweli. Afu blaza mzungu, yani tunafika tu pale, poa dogo, mimi nataka nikuamini nini. Sasa na yeye ni kama anaona nimepokea hela ndogo, kwa akanipa hela mazima tumalizane. Akanipa lakini shwa. Usije ukabadilisha mawazo. Nikafika kwanza ghetto pale na Kibona. Tulikuwa tunaishi wawili, nikanunua tambi. Pika mastaa. Umeona, nikamcheki mwanangu, nikamwita. Nikamwambia wewe sikiliza, tusiishi kinyonge, tunagawana umaskini. Nikampa kama laki hivi na kidogo tushuti mwanangu, umeona hela zinakuja. Poa tulishoot. Baada ya pale ndo kama mliambiwa anza. Dani nimetembea na ile toroli. Maana ile tulikuwa tupandi sema yote lazima utembee hadi Tegeta Nyuki, si tumeenda. Ni hivi kati rudia mwanangu mbio. Mimi nilikuwa na kamwili kama zoezi ka content. Kimbia sana. Hello. Kwa pale ndo kaanza kushikashika viela nini. Mimi kuna kipindi nipata Yanga sababu kusaini Bumbi chuo. Namuuliza Kibona hivi. Bumbi tunasaini lini? Ilikuwa irudi. Yani mimi nimeenda, kuna yule maza pale Ipogo Ko. Nimefika pale ndo mara ya kwanza kuzoeana. Maana yule maza kuna wakati ukimkutana mambo yake anafokea. Mkali. Tena umechelewa kusaini. Wewe vipi? Sisi nini nani, nikamwambia mama mimi kwa matatizo nini na nini, akanifokea. Tukaanza hadi kupiga story. Hivyo ndo nikasaini kwa kama wiki moja. Kwa maisha yakaanza kwenda hivyo. Sema sasa maisha sana, kuna wakati unapata hela, kuna wakati hamna hela. Hasa wale wakati ambao au pambani. Sana mimi nipo chuo, kwa kuna wakati naacha chuo, nipo busy, sasa inakaribia mitihani, lazima ufocus na chuo. Naacha huku naenda huko hivyo. Okay. Na ni changamoto gani ambayo umekutana nayo kwenye kutengeneza content ambayo uwezo kaisahau tuseme? Changamoto kwenye kutengeneza content sinaga. Hautaki excuse. Yani ile kwamba nashindwa kutengeneza changamoto unazokutana nazo kwenye kutengeneza. Kwa sasa hivi sina. Yani unajua nyuma huko yani. Nyuma changamoto kwenye kutengeneza haipo. Ila kwenye lifestyle yangu ya sanaa ndo kuna wakati kinatokea kitu fulani. Kwa sababu content mimi ni mtu ambaye naandika. Yani mfano sasa hivi na content hadi za kufunga huu mwaka. Okay. Zipo. Ni sawa tunaamua kusema leo na shoot hizi na shoot hizi na shoot hizi. Au ngoja niwapelekee kwanza audience hizi content mpaka wazichoke. Okay. Afu ndo naanza na hizi. Kwa kwenye kutengeneza mwenyewe sina, kwa sababu ni mwandishi, la kufanya delivery sasa. Ndo kama hivyo kuna kipindi namaliza chuo,
nikajiingiza kwenye mambo ya mafamilia tena, nikampa mtoto watu mimba. Kwa hizo heka sasa hapo content unazo huwezi kushoot tena, kichwa kitulii kipo huku usisapu huku si usovu hichi hivyo ya. Na hivyo ni vitu ambavyo yani migogoro ya kifamilia nasema inatuathiri sana. Ndio maana unaona hata kipindi cha nyuma, lakini msanii alikuwa akioa atapotea kwanza, atapotea pambani arudi. So sema mshukuru Mungu, mimi kila kitu kilikuwa sawa na nipo sawa. Okay. Na amna kipindi ambacho ulishai kutamani kuacha hii career? Hapana. Yani sakati ya kitu yani mimi nasemaga hivi comedy. Yani ni kama niliumbwa nayo, yani ni kitu ambacho yani sikwambiaje. Unaona wewe labda hivi hapo kihosti kuna starehe unaenda unafanya. Asa mi comedy ni starehe yangu. Okay. Yani mimi nikiwa na shoot vile tupo na wana tuna shoot hata njaa sisikii. Paka nimalize kwa na enjoy, kwa kuacha ni ngumu. Okay. Ndio maana mimi sikufanya comedy ili nipate hela. Hela imekuja kwa kuwa nafanya nini ndo comedy. Basi ndio maana hujapata changamoto. Kwa sababu hukuwa umeweka hela mbele kwanza. Unasema hata wakati labda mimi nikiwa sina hela sio nini, najuaga ni kipindi tu. Hela itakuja. Okay. Kwa sababu ishaikuja kipindi ambacho nilikuwa sitaki. Okay, so wazazi walichukuliaje wewe kufanya? Mama alikuwa anachukulia kitu cha ajabu sana mpaka ambavyo nilimtumiaga hela. Ndio akaona. Na nilivyomaliza chuo. Surudi nyumbani, da unaishije? Nikasema wewe tulia. Mimi naendelea mishi zangu. Okay. Ananiona kwenye TV ndo hapo, ila before yani ilikuwa ngumu. Mama alikuwa anaamini kwenye ualimu. Yaani mwambii chochote lazima uwe mwalimu. Unasema hata walimu jua hata ungekaa baada ya miaka mingapi ungeajiriwa tu. Sasa utaajiriwa utalipwa shilingi ngapi? Wazi hilo. Wazi hilo. Kutokana pia na miaka waliokuwa wenyewe walikuwa walimu ndo walikuwa watu wenye hela kwenye jamii. Na elimu yani mtu alikuwa ukisoma pia ajira zilikuwepo. Ni uhakika. Sasa kwanza wenyewe unasomea sanaa kuigiza jamani. Vipi tena? Na atakulipa. So ila baadaye yani hamna mchawi mbaya duniani kama hela. Yani hela kila kitu. Mama tulia. Mama hivi ulisema ni sukari sukari. Hela inaingia. Taja kingine basi, sona tuma sukari bado unasema chumvi. Taja sukari na nini? Kumbe una hela. Hapo makali anapungua, anakuwa anaheshimu sasa hivi, ana respect sana, afu pia si anaona growth hivyo. Okay. So kwenye masuala ya mahusiano turudi hapo. Unajua wewe ni baba wa mtoto. Mtoto Emmanuel. Okay. Babake Naima huyo hapo jamani. Tutoka na mbriga ni sasa. Hapo sasa wazazi wa kiume kwenye umri. Ajui. Ngoja nakadiria. Mungu. Unahesabu? Kama mwaka mmoja na miezi 7. Nimekuza mwanaume gentleman. Baba huyo. Ukija kuanzisha vita nyumbani jiandae. Kwa kweli. Na hivi unaona mwanaume mwingine umeshamleta unamlea huyo. Noma sana. Hongera sana baba. Kulea sio jambo rahisi. Ni gumu sana. Ni gumu sana. Sema ni nyepesi kama unapenda. Unapenda pia una mtu sahihi. Yaani hivyo wote mmekubaliana oya. Tunakuwa wazazi. Tunakuwa wazazi, chochote kitakachotokea. Alipokuambia kwamba ni mjamzito ulipokeaje? Neutral. Yaani hiyo siku ndo nikajijua. Yaani kwa sababu tulikuwa kwenye mazingira ambayo sitaki kumdisappoint. Utaki ajue kama umepanda. Yaani unajua hiyo. Kwa sababu mimi nilikuwa nawaza maisha yake yeye, kwa sababu ametoka kwenye familia kidogo ya kishua kuliko sisi. Mimi naye mtoto wa Kiswazi. Kwa hiyo plani za familia yake ni kubwa kwake. Ni kubwa kwa sababu tulikuwa tunashare vitu vingi, ni kubwa, amalize chuo sio ende nchi gani sio nini. Pia plani zake yeye zilikuwa kubwa. Alafu mimi ndo hello. Umeona? So kumdisappoint yeye kama ngumu. Una panic kila unataka one so it's good, so hiyo. Sema nimuelewa. Okay. Na pia ni mtu ambaye aliniamini sana yani noma. Okay. Aliniamini sana. Nibahatika kwenye wale wachache. So wachache mmoja. Mimi nasema kati ya kitu ambacho siwezaki kuficha ni yani aliniamini tu, afu alinisaidia sana. Kwa sababu mimi maisha nimeanza nilikuwa nakaa kwake. Yaani kwa kipindi maisha sasa alinikataa. Okay. Mimi napanga plani narudi Kigoma. Yalikataa total yani kabisa hivi. Hamna mwanga. Boom la mwisho mimi nakumbuka nimelipata. Lilikuwa na matumizi makubwa kuliko lenyewe.
Yaani shakopa si tena kama sijasani kwa gani nimekopa si kitu gani, si bu advance wamekata. Nimebaki kama 3,500 inabidi nipange, nilipe kodi, ninunue si vitu si nini na nini. Hela haitoshi. Afu ikatokea shida nyumbani kwa hasira. Nikalichukua lote nikamtumia mama. Okay. Sasa ngoja tuone liwalo na liwe hapa da. Kosa kwenyewe chill, kila kitu kinawezekana. Okay. Mimi naamini unaweza. Okay. Kumbe naweza. Kweli tupo hapa. Okay. So na respect sana. Okay. So story, umetubania story hapo. So ina maana baadaye wewe kufeli ndo akwambia kwamba unaweza ukasogea tukaishi. Asa hapo tulikuwa tunaishi. Okay. Yaani ngoja sasa nikwambie kitu kimoja. Wakati mimi naishi na yule mwanangu, sawa? Ni tulikuwa tulishakubaliana. Mimi nimekwambia ni kitu nikifocus, napenda nione matokeo yake kwa muda fulani. Tulikuwa tunaishi pamoja, tukakubalianaje tukifika mwaka wa mwisho, sawa? Inabidi kila mtu apange kivyake. Ili tunapobaki yani uwe huru kusema nabaki au naondoka, kuliko ile kuwa mmeshikana wawili tutafelishana. Ila tukiwa hata kama tumepanga chumba hichi na chumba hichi, unajua kabisa mitikasi na isukumaje. Au mtu kiamua kurudi nyumbani, usije kaamua kurudi nyumbani tukauza vitu dakika za mwisho za mwishoni. Tukawa tumekubaliana hivyo. Kwa tumeenda tuingia mwaka wa mwisho, mambo ya kwenda sawa. Tumeenda mpaka semester inaisha hivi. Sawa. Sisi kozi yetu aga tunaenda Bagamoyo, wengine wanaenda wapi ile kwa ajili ya field zile ndogo ndogo. Kwa tulivyorudi, sawa, boom lile ndo nikawa nimefanya nini? Nimelituma. Wakati huo kule hatujaachana. Kwa mimi nikasema mimi na tabia ya kuforce, na sababu hata kama mchawi ameloga nampa kazi. Kwa nikatoka sasa kule. Umeona? Kwa sababu dogo mwenyewe kwa nilivyomshirikisha sasa hivi kama vitu vimegoma, njoo tu ukae hapa kwangu, hamna shida. Kwa sababu mimi mwenyewe na kiasi nini hela pia ipo, japokuwa sio sana. Hadi ishe utakuwa ushapiga mishe zimepatikana. Before nilikuwa tunakaa kule na kuja kwake. Nakaa kule na kuja kwake. Nakaa kwake wiki, narudi kule siku moja hivyo. Kwa nguo huku, nguo kule. Ile ni permanent. Permanent. Permanent ilikuwa bado. Kwa tulivyotoka ile Bagamoyo ndo tunakaribia sasa kumaliza chuo. Ndio ikawa sasa permanent, kwa sababu kule tukawa tumeuza vitu, kwa sababu vitu vilikuwa pia vinyo vichache, tukagawana vitu baadhi. Okay. Kwa hiyo ndo from there sasa baada ya kupata na mika salio ile mambo ya mimba nikasema sio kweli. Nikapanga chumba kingine, tumemaliza chuo ndo tukatoka kule tukaja tukakaa sehemu nyingine. Okay. Mko mnasoma kozi moja? Okay. Umbo darasa moja kozi moja. Mzee, na nakaza. Mario fresh. Nalelewa fresh bro, fresh. Lakini aloshinda sasa hivi nani? Si wewe? Una mwanamke mzuri kakuzalia mtoto umeishi vizuri. Safi kabisa. Na tupo safi, tuna maisha mazuri. So mbaya. Amazing. So una mpango gani kwenye swala la kuhalalisha? Tulishahalalisha. Umeshahalalisha? Yaani sio kufunga kabisa. Yaani ngoja nikwambie, mimi ninavyoamini mimi. Hicho mtu mnaita ndoa sijui ile. Ndoa ya kwanza ni watu wawili kukubaliana. Yaani wangapi wanafunga ndoa nakaa wiki mwezi ndoa haipo. Yaani sio wenyewe tokea tunaishi mpaka sasa hivi kuna watu wamependana, wamefunga ndoa, wameachana. Manara ana ndoa ngapi katika mahusiano yenu? Lakini sisi tupo hivi kikubwa, kwao mimi wananijua. Kwetu wanamjua. Na sisi tunajuana kwamba you are mine, I'm yours. Ni halali. Imebaki ni hicho kitendo ambacho pia hakitakuwa na watu wengi, ni watu wachache. Wale ambao tulikuwa nao tokea before. Yaani wale walikuwa kitafika na masnichi baadhi. Waje washuhudie. Lazima muitwe. Chukua kadi njoo. Kaa mbele pale. Waliko harusi yako kazi ngumu. Wewe sijui kaja kama snitch au kama mwana. Yaani wao wanakuja pale mnakutana. Unakumbuka ulisemaga ni penzi la semester moja. Mahusiano yalikuwa yanaonekana darasani. Sio darasani, kama department nzima. Hello. Mimi ni mtu ambaye siwezagi kujificha. Na sasa swala mlikuwa mkigombana inakuaje sasa? Hatujai kugombana. Kwa nini tugombane? Sawa. Yaani sisi tunasikilizana. Yaani hata kama yeye ni mpole. Mimi ndo mkorofi. Tunajua tu. Ukisikia hivyo unajua wewe mwanamke ni mpole. Ni mvumilivu tu. Mpole. Alafu yani mimi si nikwambia yani kama tu wote tumekutana ni wajinga. Yaani kabla ya ugombana tunaambia wewe unazingua. Poa yaishe mwanangu hivi. So eti ile sikumbuki tushagombana lini. Okay. Kwa hiyo ina maana mlikuwa nyinyi ni wana out of mahusiano, nyinyi ni washikaji. Sikuwa washikaji kabisa. Yaani hata wakati tunatongozana, sisi tumetongozana kishikaji. Sana. Yaani ile namfuata kabisa na mbele mimi nakupenda.
yaani nakupenda ila sina hela, sina nini. Kwa kama utanikubali ujue sina hela ila nakupenda. Hapa chuo mwenye upendo wa kweli kabisa ni mimi. Kutongoza kikomedi. Yaani si ilikuwaje? Hadi hichi kitu kwa wakati tunatanianaga. Tunatoka chuo tunatembea. Yaani utani tu, wewe mimi siwezi kudate na wewe mwanangu. Hivi na hivi. Poa, ila unajua ipo siku utanikubali alafu utanizalia mtoto mwanangu. Haiwezekani, yani hivyo. Okay. Asa unajua, hiyo utani kutongozana tunakatana utani ikawa mazoea. Mwisho wa siku mkapendana. Asa ni mtu anakataa nikausha na mcheki. Umepata mwingine nini? Hamna hivyo tukaenda mbona ukosi tena. Kwa tulijikuta hata wakati tunatongozana tumeongea vitu vingi. Tumeambiana vitu vingi, yani kila kitu kama mnajua huyu. Yani vitu vingi 90% najua. Anapenda hichi, apendi hichi, alishafanya hivi, alishapitia hichi. Yupo hivi, vinamea anajua huyu apendi hichi hivi. Kwa ndio maana kugombana sisi. Labda mimi ndo nianzishe ugomvi. Okay. Ndio maana nilisema yeye ni mpole. Mimi pia ni mpole. Hamna kapenzi ambalo mwanamke sio mpole alafu eti nikawa mnatujua vitu tuko na visira ninyi kweli. Yaani sisi ndo sababu ya mambo mengi kwa sababu basi ni mpole, anajitahidi endelee tu hivyo. Mpole. Atafika mbali. Okay, familia yake umesema kwamba ni watu ambao walikuwa wana expect makubwa kutoka kwake na ilikuwaje sasa walipokeaje swala la ujauzito? Hamna mzazi anachukuliaga vizuri. Exactly. Cha kwanza sio kama hivyo nakatisha huduma, kwa unabaki wewe mwenyewe kuna zile hasira za mwanzoni. Mimba huyo. Nani mwanafunzi? Seriously. Wewe ilitakiwa uende nchi gani kusoma? Wewe mwenyewe sijui chuo kimekuchagua uende Kenya. Sijui wewe nini na nini. Sasa huyo mtakula nini sijui. Sawa, si maisha yako. Tajua mwenyewe. Lakini nafanya hivi. Tin. Sema hivyo tukawa tunasali sana. Sali kila kitu kikawa sawa. Wow. Sema pia wazazi wake pia ni watu wenye busara sana. Ingekuwa kama wazazi wengine wangenichanganya sana nisingekuwa hapa pengine. Ila alikuwa na busara. Yaani kafika tu sasa wanatona wote ni watoto wao. Yes, kwa sababu wangekupanikisha wewe, wangemharibia na yeye. Mwanangu ukiwa na shida tuambie. Unaanzia wapi kusema? Ngumu hiyo. Kusema ukweli ni ngumu. Okay. So lakini mwalalishe bwana, mwalalishe kabisa. Shida itafika. So mbali alafu. Tutakualika na wewe. Ndio. Kati ya wale wawili. Wewe msipaka ya masnichi. Msipaka ya masnichi. Okay. Wewe mimi kwenye surprise engagement ndio niite nikusaidie kupanga surprise. Ana deserve surprise. So. Anyways bwana, nikiachana hilo mimi natamani pia nijue kabla ya huyu sasa kwa sababu ulikuwa na mahusiano sasa. Nyuma ulikuwa na mahusiano? Sipendagi kuzungumzia hizo vitu. Hata tusamee tu. Hapana. Yaani kati ya kitu ambacho nilikuwa nayo, mtu msije kasema wewe alikuwa naishije, nilikuwa nayo lakini kitu kikubwa watu wasio kijua kuhusu mimi. Mimi ni mtu na focus na kitu hichi kimoja. Kwa wakati napambania mimi kuwa hivi nilivyo leo. Nilikuwa sina mambo ya mahusiano. Kwa sababu nilikuwa sina ule muda wa yaani sikwambiaje. Unajua ni kwa mfano mahusiano ni muda ya. How are you doing? How was your day? Upo wapi? Sijui nini. Huo muda mimi sina. Yaani mimi huo muda labda nimemalizana issue za chuo. Chuo penyewe nilikuwa busy mambo ya production haya, kuna siku kulikuwa na mavipindi sijui chuo pale sana kile sijui nini. Umetoka umerudi nyumbani jioni uanze kuandaa viclip vya kushoot kesho, umeandika umemaliza. Yaani muda sina. Kwa mimi muda mwingi ni dedicate kwenye kujitengeneza maisha yangu baada ya chuo kuliko mahusiano. Na nilivyotaka kuingia mahusiano, nilimwambia Kibono, anajihisi kama nataka niingie kwenye mahusiano. Alicheka sana. Bro wewe uwezi mzee wewe sio vitu vya serious. Ngoja tuone. Hivyo. Okay. Kwa hata mwanamke pia nilempata namshukuru Mungu yeye mwenyewe elewa na alikuelewa. Hana mambo mengi. Nikimwambia ipo same friend bana anashoot hapo haina noma. Ananisubiri. So ulifanya kazi ukiwa chuo na unasema mwenyewe kuna kipindi ilikuwa unashindwa kubalance inabidi upoteze huku uende. Ishakutaka kukukosti kwenye ufaulu wako chuo ile swala la kazi. Okay. Mimi ni mmoja kati ya wanafunzi ambao wamefanya mitihani mingi ambapo kipindi ambacho wengine walishafanya. Special. So hiyo yani sasa bahati nzuri pia walimu walikuwa wanapenda upambanaji wangu. Pia nini department yenu walikuwa na favor watu aina yako. Yani hivyo. Mimi kuna somo moja niliwahi kwenda kufanya, kuna mwalimu mmoja anaitwa mwalimu nani nimemsahau. Uaga kuna vipindi anaandaga special afundisha mara nyingi Jumamosi. Anachukua loko kwa kupiga hivi picha kacha. Ma lecture. Sasa niliendaga kwenye show Kahama wakati hiyo class ndo kaiandaa. Na coursework anazigawa
kwa hivi picha jitafute hapa. Ukijiona kozweki yako ndo anakujazia pale. Kwa nipo Kahama nashangaa hivi kwenye group. Video so picha tena ni video. Maana picha unaweza ukadanganya. Nilishika nikasema hapa nimepoteza kozweki. Lakini siku nimerudi wakati wa kozweki. Mimi nilikuwa mtu wa kwanza kabisa kabla hajachanganyikiwa. Yaani kabla hajakasirika. Nikaingia kwanza kaniona tu ndio tunaenda. Ila mimi nilikuwa na kozweki kubwa kuliko wote. Alikuwa anajua umeenda kufanya anachokufundisha. Na mimi nilikuwa nikirudi na kazi zangu mimi sikuwa naona. Mimi wakati kwanza kufanya show mkwani nikirudi. Mwanetu wa wapi umerudi? Safi tumeona utaambia anza kwa kuelekeza. Baadaye ananiita tu upo fresh ananiuliza maswali mawili matatu fresh haina noma. Pambana hivyo hivyo. Kwa sababu unachokisoma hapa ndicho unachokifanya. Nafikiri walikuwa department yenu wanawasupport kwa sababu mnafanya exactly kile ambacho mnakisoma darasani. Mfano mwaka wa 3 kuna kipindi tulikuwa tunafundishwa kinaitwa Television for Children. Ni kipindi yani ni somo linahusu vipindi vya watoto kwenye TV. Hasa mimi kile kipindi wakati ndio tunaanza kufanya hicho, mimi nikaanza kutengeneza clip za kuhusu watoto. Yaani naigiza hivi na mtoto. Kwa huku tunasoma directing, sio kumshoot kufanya nini, mimi naigiza naye na clip zinaenda, nikapataga kazi ya kufanya na mashirika ya watoto. Kwa huku tunasoma theory, mimi huku nafanya practical. Kwa yani ilikuwa rahisi, maswali mengi. Wewe sasa nakupa mtihani wa nini? Ndio vitu ushafanya. Kwa mimi ikanisaidia. Kwa mimi nilikuwa nacheza tu pale hivi tunacheza wote. Mimi nipo pia kuna huyu nampa shukrani mwanangu mmoja anaitwa Martin Muone. Alikuwa siala wetu kwanza nafikiri mwaka wa 2 sana. Ni mmoja kati ya watu pia wamenisaidia maruhusa haya nini hivyo. Kwa sababu pia ni watu walikuwa wanaona jitihada zao. Mimi nilikuwa napambana sana japokuwa ndio hivyo ila alikuwa hamna maskini ya Mungu. Muda wa hela ndio huu sasa. Amina. Yanaanza kukulipa yale. Sure. Okay, fine bwana. So natamani uzungumze na kijana ambaye ametokea kwenye background kama ya kwako, upambanaji kama wa kwako, amepitia changamoto 2-3 hapa na pale. Kutengeneza maudhui mtandaoni tukubaliane sio kitu kirahisi. Kitu kigumu sana ambacho kinahitaji muda mwingi na akili nyingi sana. So unalipi la kumshauri mtu ambaye anatamani kuingia huko ama ambaye ameingia amemshinda ameona aache tena, amekata tamaa? Kama ameacha aache. Yaani mtu aliyokata tamaa siku zote mpaka amue tena kurudi. Lakini mtu ambaye anafanya sasa hivi unapoona vitu haviendi, hapo sasa ndo vinaenda. Yaani hapo komalia mpaka viende. Yaani mimi na msemo wangu mmoja tu, wewe fanya kazi. Hamnaga mambo sio connection, fanya kazi. Yaani mpaka yule mtu anasema mwanangu hapa tungempata mtu fulani hapa. Ingeenda. Sasa yule mtu fulani ndio wewe. Yaani watu wasema oa. Kama ni mtu wa kushuti hapa angekuja akashuti fulani hapa. Hapa angekuwa yaani hivyo yani useme eti bro ukinishika tu mkono bro. Mkono ya nini mzee? Kuna watu hawana kabisa. Wewe piga kazi. Wewe fanya kazi. Yaani kuna mtu mwingine anakuja dogo napenda unavyopambana. Unahitaji nini? Yaani unifanya kazi, sali, fanya kazi, sali, fanya kazi, sali. Kama usali kama una mganga loga, jiloge, usiloge watu lakini loga hivyo. Fanya kazi yako. Principle kubwa ya maisha ni kufanya kazi. Mungu mwenyewe alisema utakula kwa jasho. Kwa hiyo hakikisha jasho inatoka. Yaani fanya kazi hivi kabisa ambayo unaona haijakatazwa kibiblia wala kinani. Sasa unafanya kazi unaenda kufanyisha viungo kazi. Kazi itakuwa nao. Wewe hata sauti yenyewe tunafanya kazi na viungo. Sasa kuna viungo anajua. Bwana noma sana. So tumesikia story ya kwake Ndutu. Nafikiri wewe ambaye upo chuo unaona kama ni ngumu sana kubalance as long as usomi law au political science au MD hayo mambo ya kuwa medical doctor au zile kozi ambazo haziendani na masuala ya content creation. Nafikiri una uwezo wa kubalance muda vizuri kama unasoma masuala ya mambo ya media, mambo ya content, mambo ya theater art, huko una uwezo wa kubalance muda wako na ili soko la nje, kwa sababu bahati mbaya sana kwa kozi hizi za mambo ya arts, theater art pamoja na huku wengine wa mambo ya journalism na media kiujumla, ukitoka chuo unaenda kuanza upya. Yaani soko la nje ni tofauti kabisa na la huko shuleni. Unaweza ukatoka na first class na ukaja huku usijue hata unaanzia wapi unaenda wapi. So ni vizuri ukaanzisha foundation huko kwa chuo, ili hata ukitoka chuo ukaambua experience ya miaka 3 at least unayo 2. So itakuwa ni jambo fulani vizuri sana. Tumesikia kwa Kendutu namna ambavyo alianza safari yake na mpaka akafika alikofika, na mpaka sasa hivi sasa anafanya kazi na makampuni makubwa. Ana endorsements kubwa sana ambazo zinamwezesha kufanya maisha yake na
kuendesha maisha yake kwake na familia yake bila stress ya aina yoyote. So hata na wewe una uwezo wa kufanya hivyo. Hopefully mmejifunza kitu hapa na pale, lakini pia mmefurahi kwa sababu tumecheka here and there. Lakini pia wale wa mahusiano, mmesikia wenzenu huko wanavyoshikana kwa nguvu na kuheshimiana na kusapotiana. Msisahau kusubscribe our YouTube channel, ni Story Yangu Podcast, na kama una mgeni ambaye unatamani aje, usisahau kuacha comment hapo chini kutuambia ni nani ambaye unatamani kuisikia story yake. Na kama ni wewe binafsi unatamani kutoa story yako, nenda kwenye page yetu ya Instagram ya Story Yangu Podcast, andika kidogo tu briefly story yako, and then ikikidhi vigezo utakaribishwa hapa ndani na story yako itapata kusikilizwa ili watu waweze kujifunza mawili matatu kutoka kwako, kwa sababu lengo ni kupiga hatua here and there kwenye maisha. Silikuwa na Ndutu na mimi naitwa Chika. Tutaonana next episode. Bye. Story Yangu Podcast, utajifunza kitu.